Jesus. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. Yeah. I love you, Jesus. I worship and adore you. Just want to tell you, Lord, I love you more than anything. I lift my hands in total adoration unto you. You reign on the throne, for you are God and God alone. Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji, katika jina la Yesu nakukaribisha kwa ibada ya siku ya leo. Mimi ni mchungaji mtume, kwa majina ni Anthony Wogimboro. Nampenda Yesu kwa sababu aliniokoa. Karibu sana kwa ibada ya siku ya leo. Na ibada ya siku ya leo tunafundishwa kuhusu imani, na pia tunafundishwa jinsi ya kupata ile imani. Asante sana. Karibu. Bwana akubariki. Takatifu kitabu cha Marko 8:22. Yesu alifika Bethsaida pamoja na wanafunzi wake huko, watu wakamletea kipofu. Wakamuomba amguze. Yesu akamshika huyo kipofu mkono, akampeleka nje ya kijiji, akamtemea mate machoni, akamwekea mikono, akamuuliza, "Je, unaweza kuona kitu?" Huyo kipofu akatazama, akasema, "Ninawaona watu wanaoonekana kama miti inayotembea." Kisha Yesu akamwekea tena mkono machoni, naye akakaza macho. Uwezo wake wa kuona ukamrudia, akaona kila kitu sawa sawa. Yesu akamwambia aende zake nyumbani na kumwamuru asirudi kijijini. Haleluya. Bwana asifiwe. Thank you Father. Baba Mungu wa Israeli, nakushukuru kwa sababu ya neno la leo. Hata neno lingine lolote tutakalolisoma Bwana Mungu wa Israeli na maongeo siku ya leo, naomba Bwana yakawe ya kukubalika mbele zako, mbele ya malaika wako na Yesu pamoja na Roho Mtakatifu. Mungu wa Israeli, na kuomba kubali wapendwa hawa wakasikize, kubali wapendwa hawa wakafahamu, kubali Mungu tukapiga hatua. Asante Baba wa mbinguni, tunajua kwamba neno lako liko hai, na uhai ule Baba ndio uhai ambao tuko nao, na Mungu tukikubali mfalme wa amani Jehova tutapata uhai tena. Asante Bwana, uinuliwe na utukuzwe Bwana. Ninyenyekea mbele zako nikiomba kibali cha kila mmoja, nikiomba kibali changu mwenyewe. Ndio Baba nikubariki kunena neno hili Bwana, bila tashwishi, bila kinga, bila kizuizi chochote. Asante Baba wa mbinguni, uinuliwe na utukuzwe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Baba nimeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko katika Biblia kitabu cha Marko 8:22 mpaka 26. Yesu alifika kijiji ama mji ulikuwa unaitwa Bethsaida, na kule akaletewa huko mtu mmoja ambaye alikuwa ni kipofu. A blind man was brought to him. Hallelujah. Akamshika mkono, akamtoa nje na akamtemea mate, alafu akamwekelea mkono na akamuuliza swali kama anaona. Akamwambia anaona watu wakiwa kama miti. Na katika jambo hilo Yesu akamwombea tena, alafu yule mtu akaanza kuona kabisa. Bwana asifiwe. Alafu akamwambia, ondoka uende na uondoke na usirudi hapa kijijini tena. Nataka kuongea kuhusu
miujiza na imani inayotenda kazi. Haleluya! Katika Bwana Mungu wetu aliamua kutumia imani kama njia ama kama kitu ambacho kitanunua muujiza. Haleluya! Kwa hivyo kama kuna kinunuzi ambacho utatumia kununua muujiza, kinaitwa imani. Haleluya! Sema imani. Bwana asifiwe. Kama vile tunakuwa na pesa, like you have money, you want to buy some clothes, unataka kununua nguo, unataka kununua kiatu, unataka kununua kitu, lazima uende na pesa, upeane ndio uweze kupewa kile kitu. Na kutoka hapo ukishapata kile kitu, jambo lile ambalo lilikuwa linakusumbua linaisha. Haleluya. Haleluya. Na baada ya kununua kuna maagizo yako na kila kitu. Kila kitu kiko na maagizo. Like you buy a trouser, iko na maagizo kwamba suruali inavaliagwa namna hii. Haleluya. Kama ni shati inavaliagwa namna hii. And this is why you don't see people wamenunua suruali za trouser na wamezivaa kichwani ama wamezivaa kama shati, Amen. Ama mtu amenunua shati anajaribu kuivaa kama suruali. Amen. It will look insane. Itakaa wazimu. Haleluya. Na sasa nataka Bwana akusaidie uone haya mambo kwa njia ya kiroho. When we come to the Lord, kwa sababu kuna kitu tunataka, lazima tuwe na currency ya kununua ambayo ni imani. Na imani iko na maagizo. Kwa hivyo ukiwa na ile imani utapokea muujiza. Kuna kitu ningependa ujue na ufahamu. Haleluya. Kwamba watu wengi imani wako nayo. Haleluya. Lakini shida ni maagizo. Wakipewa maagizo, amen, wanakiuka maagizo. Kile kitu maana yake na faida yake inakwisha. If you buy a shirt and decide to wear it like a trouser, haleluya, utavaa ndio, lakini ukijiangalia utaona kweli this thing siwezi toka nayo because it's uncomfortable. Siwezi tembea nikiwa na shati, nikiwa nimeivalia kama suruali. Amen. Sasa unakuta kwamba you will remain like you don't have, though you bought. Amen. Utakaa kama haukununua, lakini ni kwa sababu ulipoinunua maagizo yake hukuyatumia ama hukuyafuatilia. Kwa hivyo ukawa ni kama mtu ambaye hana. Bwana asifiwe. Na ndio maana watu wengi wanaponywa, wanapokea miujiza na wanaona Mungu because they don't hear. Na maagizo ni haya nitakufundisha. Amen. Nisomee kitabu katika Luka 8. Wanafunzi wake wakamuuliza Yesu, maana yake wa mfano hii ni gani? Yesu akasema, ninyi mmepewa kujua siri ya ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mfano, ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wanafunzi wakamuita, wakaenda kando, wakamwambia, tuambie mfano wa hii. Na Yesu akawaambia hivi. Haleluya. Watu wale wote wengine wanapeana habari na mafumbo, lakini watu ambao ni nyinyi mnapewa habari wazi ama kinagobaga ndio muweze kuelewa. Lakini wale ndio wakiona wasitambue na wakisikia wasiweze kuelewa. There is a strange teaching here. Na nataka ushikilie kwamba this teaching inahusu mambo ya imani. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Yesu akasema kwamba hawajaruhusiwa, watu hao hawajaruhusiwa kujua na kuelewa na kutambua what God is doing. Amen. Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Na leo ninataka nikufundishe kuhusu muujiza katika maisha yako na kuhusu imani. Watu wengi hawawezi kupokea, na wakipokea itapotea kwa haraka tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Itapotea kwa haraka tena. Kwa sababu gani? Sababu nimekuambia ni maagizo. And number 2, haleluya, kuna condition katika imani Mungu ameweka. Who is supposed to understand and know? Nani anayefaa kuelewa na kujua? Ni yule mtu ambaye amshamjua Yesu.
yule mtu ambaye ashamjua Yesu na amemkubali. That was the purpose. Na hata wote ambao wanapokea miujiza kabla hawajaokoka, the intention and the purpose ni kuwavuta waje katika Yesu na waje katika ufalme. Amen. Hallelujah. Angalia uone this language of faith vile ilivyo. God speaks of unseen things like they are seen. Anaongea juu ya vitu visivyoko na visionekana kama vinaonekana. Amen. Hallelujah. Sababu ukiangalia unaona kwamba alimwambia Ibrahimu, wewe ni baba wa taifa. He had no single child. Na Mungu alikuwa anaongea kana kwamba kile kitu tayari kiko. Amen. Hallelujah. Hiyo lugha haiwezi kueleweka na watu hawa ambao hawajamjua Yesu na ambao hawajamjua Mungu huyu wetu. Miungu hii mingine hii ya kuundwa, sanamu hizo hasina hiyo lugha. Amen. I even don't know what they talk to those gods. Sijui wanaongea kuhusu zile Mungu namna gani. Bwana asifiwe. But listen, imani ni kusema kwamba what you do not have, you have. If someone speaks, kama mtu atasema, you have. Now, even before you see it, you have it. Amen. And this is not normal because no one will understand. Hakuna mtu ataelewa hiyo ni lugha gani. Ati useme kwamba uko na gari, hauna, ni maneno tu yamesema. Kwa sababu imani ni kuunda vitu katika roho. Ni kuunda vitu katika anga isiyoonekana na macho. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu akawa yeye mwenyewe alipotoka, akaona, akaletewa mtu kipofu, akatema mate, akampaka, akasema ninaona vitu kama watu kama miti. Yesu alafu akamwekelea mikono, akaanza kuona waziwazi, akamwambia toka uende na usikarudi hapa kijijini tena. Amen. Amen. Faith stands when we follow instructions. And every time unaona kwamba Mungu ametenda muujiza kwako, kuna kitu Mungu amefanya. Kwa njia gani? Ameanza kubadilisha roho yako, maisha yako na mawazo yako kupitia kile kitu ambacho ametenda. Amen. And once you receive the miracle, make sure you know what God has changed in your life, so that you may run away from that. Because God will not change many good things. Anabadilishaga zile vitu mbaya mbaya. Hallelujah. Amen. Na Mungu hivi ndivyo anavyofanya. Akiona kwamba ndani ya maisha yako kuna dhambi, kuna makosa, kuna vifungo, kuna taabu, kuna minyororo, kuna laana, he comes holding a miracle and you need a faith. Na ukiwa umefundishwa na unajua, Bwana asifiwe. Hallelujah. You receive automatically. Ukishapokea, sasa tafuta kujua what next, what am I supposed to do after receiving this. Bwana asifiwe. Hallelujah. Soma sasa. Na huo Enda huko. Nine. wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Ndio. Yesu akasema, ninyi mmepewa kujua siri za ufalme wa Mungu, ndio, bali wengine kwa mfano. Ndio. Ili wakiona wasione, yes, na wakisikia wasipate kuelewa. Amen. Amen. Sasa panda katika mstari wa 18 katika hiyo Luka 8. Juu sasa in the same chapter usome that verse 18. Mstari wa 18. Jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile. Hallelujah. Amen. Jiangalieni basi. Amen. Amen. Jinsi msikiavyo. Sababu kama kuna kitu kinavuruga imani, it is how we hear. And we know well, very well, enda katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 17 usome hapa. Jiangalieni sana vile mnavyosikia. Jihadhari how you hear what is being said. Chanzo cha imani ni kusikia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na kusikia kutoka wapi? Na kusikia huja kwa neno
la Yesu Kristo. Na kusikia kutokana na neno la Yesu Kristo. Be careful how you hear. Because faith comes by hearing. Amen. Faith comes by hearing. So, what will happen if I hear things the wrong way? Enda katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 25 hapo. You see how people hear things and how faith is distorted, inaharibika. Unakuwa kwamba yes, niko na imani. But the way I hear things, the way I hear things, imevuruga ile imani. Haiwezi kuwa na matunda na haiwezi kuwa na mazao. Bwana asifiwe. Mathayo 5 mstari wa 25 inasema nini? Patana na mstaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye jiani, yule mstaki asije akakupeleka kwa kadi, na kadi akakupeleka kwa askari, ndio ukatupwe gerezani. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Harakisha kupatana nao, I'm coming here. Amen. Amen. Bwana asifiwe. How do you hear these verses? Kuna watu walisoma hiyo wakasikia kitu kingine, na imani inakuja kwa kusikia. Mtu mmoja nikaenda mahali nikashikwa na polisi. Niliposhikwa nikampigia simu, akaniambia fanya hivi, patana na askari, upatie 200 ndio akuachilie. Nikaenda nikashikwa baada ya Nyahururu, hata tulikuwa na mama askari. Nikamwambia mimi ni mchungaji, mimi siwezi kukuhonga, hii mikono naombeanga watu, na nikikupatia na hii mikono alafu nikaombea watu wa Mungu watakuwa na shida. Akanitolea hiyo basi, akaniambia hata Biblia inasema harakisha kusikizana na yule aliyekushika. Otherwise usiposikizana naye atakupeleka ndani, na utawekwa ndani, na utafungwa, na utalipa kila kitu. Haleluya. Nikamwambia hiyo Biblia haitafsiriwi namna hiyo. Tell me something different. Now, how do you hear? Kuna mtu alisikia hivyo, na washirika, sio washirika, waokovu wengi wamesikia neno la Bwana vibaya. Amen. Walisikia hivyo wakasema patana na yule ambaye amekushika, mstaki wako patana. Kwa hivyo kupatana na yeye ni nini? Tumia lugha gani? Ya hongo. Mpatie kitu ndio muachane. That's why people hata wakishida kwa miujiza kupokea ni ngumu sana. You had that thing the wrong way. Amen. Hallelujah. Watu wengine ukiwaambia kwamba wacha usherati, sasa wameacha usherati, wanasema ni kwamba ni wanaume na wanawake, wameacha kabisa. Bwana asifiwe. Lakini wamehama wapi? Kwa lesbian, si ndio? Sasa ukikuja unamuuliza namna gani, utakwambia usherati niliacha, lakini yeye ni nini? Ni masturbator. Amen. Kulingana na yeye vile alisikia. Haleluya. Alihama kwa masturbation, alihama kwa lesbianism, alihama kwa gay, akawa huko. Naye Mungu akaangalia akaona. Yesu akawaambia, mjihadhari sana na vile mnavyosikia maneno, kwa sababu yule ambaye hana, haleluya, hata kile akonacho atanyang'anya, na akishanyang'anywa atakuwa na taabu. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kuona katika maisha yetu. Anataka kuona kuelewa na neno lake. Usipoelewa na hili neno utataabika sana na utasumbuka sana. Bwana asifiwe. Because God is ready. Mungu ako tayari kutenda miujiza, kubariki. But how did you hear this one? Umesikiza hili neno namna gani? Enda katika kitabu cha Ayubu 36. Nao wakifungwa kwa pingu, nao waliofungwa kwa pingu, wakitawaliwa kwa kamba za mateso, ndipo huwaonyesha matendo yao. Ndipo Mungu anawaonyesha matendo yao na makosa yao, ya kuwa wametenda kwa kujivuna. Ya kuwa ni watu wa majivuno, ama wanapenda kujivuna. Yeye huyafunua masikio yao. Yeye humefungua masikio yao wasikie maonyo. Na kuwaagiza warudi kuacha uovu. Waache uovu. Kama wakisikia na kumtumikia. Haleluya. Amen. Kama wakisikia tena wasikie vizuri. Amen. Amen. Watapisha siku zao katika kufanikiwa. Watapitisha siku zao katika mafanikio. Mpendwa unisikilize. Haleluya. Amen. We do not lose when we obey God. Huwa hatupotezi wakati tunapomtii Bwana.
We don't suffer when we accept to obey the Lord. Amen. We only have peace. Tunapata amani. Lakini vile tumesikia hili neno, tumesikia kwamba if I do this, I'm going to save my soul. Ama I'm going to save my body kutoka kwa struggle, kutoka kwa kuhangaika. Amen. But the Bible assures us. Amen. Mungu akishakuona, akupe maagizo, nawe ukubali kutii. Haleluya. Utapitisha siku zako katika amani. Utapitisha siku zako katika amani. So should we fear? We are supposed to obey the word. But now lazima tusikize neno, tusikie vile neno lilivyo. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna watu wengine ambao waliposikia waliamua kutii. Lakini kuna kitu kinaitwa malingo pale. Malingo is pride. And pride is this. Amen. Haleluya. Ukiona unaogopa kutoolewa, you are proud. Ukiona unaogopa kutooana, you are proud. Ukiona unaogopa kutoshikwa na askari, you are proud. Ukiona unaogopa, haleluya, haleluya, kuuawa na ugonjwa, you are proud. This is what exactly it means. Bwana asifiwe. Why? Because you fear this sickness. It might kill you. Why? Because you do not want to lose that body. Amen. Kwa sababu uko na kazi na hiyo mwili. Unataka itembee huku. Kuna watu hata wanaogopa kukonda. Wasiambiwe kwamba wamekuwa maskini. Let's pray. Hallelujah. Na uchunge sana hii kitu. Uchunge sana hii roho ya kuogopa. Uchunge sana hii maneno. The people of Christ who have faith, they are supposed not to fear, they are supposed not to have any problem in their mind. Kusubuka, kutaabika. Si hii pesa ninaingojea, si kama haitakuja, sijui huyu mtu najua rastaiba alinidanganya. That says you are proud. Hutaki kukosa. Amen. Washirika wa kitambo walipokuwa wamekosa chakula, they had no problem. Amen. Walipokuwa kwenye meli, tabu ikiingia kwenye meli inataka kuzama, they had no problem. Amen. Hallelujah. They knew now I'm closer to my Lord than never before. Na nikwambia ukweli, this is something God created. It's a principle. Hallelujah. Amen. There must be torment and problem in people for them to get closer to God. That must be there. And when you don't want these things to come, when utaki kuhangaika kidogo, utaki njaa kidogo, utaki hata utaki kutuliwa na landlord, hata utaki unataka ulipage nyumba kila wakati on time, ukifanya kazi unalipa on time, ukilima shamba inatoa mahindi kubwa kubwa, ukienda kulima viazi inatoka kubwa kubwa. Amen. Ukikula chakula utaki kufura tumbo, utaki kuhara, utaki kutembea. Hallelujah. Amen. All things unataka siwe sawa sawa, siwe mzuri. That's a demonic realm ambapo wanatafuta mbinu. Hallelujah. Na ukiangalia wale watu wamejawa na mashetani. Hallelujah. Mwanzo they have a problem with all tedious things. Wako na shida na vitu vyote ambavyo mwili haupendi. Wanataka mafuta ile mazuri, chakula kile kizuri, nyumba zile mzuri. That's what they want. Manguo mazuri. They all want those good things in their mind. Hallelujah. Hallelujah. Because they are proud. Ukimwambia vaa matambara, Bwana asifiwe. Hallelujah. Ama akiona nguo imeanza kuharibika, hiyo ni stress peke yake. Lakini unaona watu wengi ni wagonjwa. Damu zinapanda. Sukari imekuja. Wanaumwa na ashes. Arthritis imegonga. Why? Because people are living in a terrified life. Shida. Wow. Whatever Christ says, there is no problem for those who believe in him. Amen. Hallelujah. Because the word says, katika John waraka wa Yohana 1 chapter 4 verse 4 inasema kwamba he who is that is in you is greater than the one who is in the world. Yule ambaye ako kwa dunia. Kwa nini usiamke uende kufanya kazi yako ukijua kwamba leo nitarudi na ushindi? Amen. Nitarudi na ushindi. Why can't you wait for your son to grow and become a great man, your daughter to grow and become a great daughter? Amen. Hallelujah. Amen. Sababu every time unaona kitu kadogo tu, unaweza kuona mtoto ameanza
a simple problem in the house, na pengine amekuta umeweka pesa vibaya, amechukua ile shilingi 10 ameenda nazo, and from there na hajawahi kuchukua nyingine, because of the terrified heart of the mother or the father, the child now is a thief, and from there it is birthed in the heart, I have a thief in the house. Amen. Na nikabutu tukadogo na kanipata umeweka vibaya, na kakajua kameanza kuelimika, kameanza kuwa, the brain has started developing, they have realized kwamba hii 10 bob ni pesa, and if I go with it in the shop I can buy some sweet, I can buy some biscuits. Sasa yeye anafanya trial. When you come, you call the boy a thief. Amen. Na unaanza sasa maombi. Jehova Mungu wa Israeli, mtoto huyu amekuwa mwizi, kwetu hakutakuwa ikuwa na mwizi, and God looks at you. Anajua kwamba this is a terrified criminal ambayo inaomba mbele zangu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na hiyo ndio minyororo tunajifunga nayo. When people do not have faith because they have things the wrong way, they are bound. Amen. Wasichana nifanyeni hivi. Ama wale hamjaolewa. Hallelujah. From now you have faith in Jesus. Hakuna mpangilio wa kutoolewa. There's nothing like that in Jesus. Hakuna kitu kama hiyo. Amen. Sasa wewe utaenda ukihangaika, ukisumbuka, ukihesabu miaka, ukihesabu masiku, ukijiuliza maneno. Why? Because the Lord has said. Amen. Hallelujah. They shall live well. I shall bless them. Kwani kubarikiwa ni nini? Amen. Hallelujah. Ukibariki Masai na gari, you have not blessed them. Ni ukweli. Beba gari kubwa, utafuta Masai. Ni ukweli sana. Umpatie hiyo gari. Aki itakatwa tairi itengeneze kiatu. Atakata tairi atengeneze nini? Hebu bariki mtu wa Kiambu na Prado. Hai, sifa ni juu. Lakini Masai anapelekea kwa nini? Ng'ombe. Unapelekea Masai ng'ombe. Ukinunulia Masai ng'ombe moja, basi wewe utakuwa hata sijui watahama, watakuja miguu. Kweli wakitembea na wakiimbia nyimbo za morani, ndio ufurahi kwa sababu you have done something great. And this is what I'm telling you. God knows what you need. He knows what you need. And you cannot go telling God. Ndio maana unasikia badala anasema kwamba kabla ya tuombe, Mungu anajua tunahitaji nini. Kwa hivyo yeye yuko tayari kutupea kile tunahitaji kabla hatujamwambia. Kama sisi ni Masai, anajua tunataka ng'ombe. Kama sisi ni Kikuyu, anajua tunataka pesa. Hallelujah. So he is going to do that, exactly that. Na usiwe unahangaika. Kama wewe unataka bibi, ujue kwamba sasa huyo bibi yako karibu. Lakini lazima uwe umesikia kule kwa kweli. How did he hear what the Lord has spoken? Na nawaomba wapendwa, anytime you think of buying a land, or you think of owning yourself a house, or having a husband, first look for what God has spoken about that particular thing. Amen. Hallelujah. Put in faith in you through that word. Mungu amesema nini kuhusu biashara? Go in the Bible, get those verses, those words that speak about businesses. What else with? Hallelujah. Meditate on them. Speak them in your heart. Speak them with your mouth. Get in your house and look like a mad person and speak them loudly. What else with? Hallelujah. Utakuwa kwamba umesikia. Kusikia kule Yesu amesema jihadharini vile ambavyo mumesikia. Amen. Why do we do that? We do that because you have heard so many stories from people. If you are a girl, a lady who is not married, umesikia wakisema kwamba siku hizi wasichana hawaolewi. That is in you. You heard it. You have heard your own mother. You have heard your auntie say. You have heard your teacher say. Amen. Hallelujah. And to do away with that, bring in a new hearing. Abia mwenzako, lazima ulete kusikia kupya ndani yako. Lazima ulete kusikia kupya ndani yako. Hallelujah. Kama
Ingia katika neno hili. Amen. Tafuta maneno inayoongea kuhusu ndoa. Speak those words to yourself. Meditate. Nena kimoyomoyo. Nena waziwazi. Andika kila mahali. Keep talking. Keep saying. Keep talking. Keep saying. And you delete what was said. Sababu wamesema kwamba hizi ndoa za siku hizi hazidumu. Amen. So yako imekuja kwanza kuyumbayumba. Na kile umesikia ni kwamba ndoa hazidumu. Amen. And you know what you take is what you have heard recently. Kile ulisikia juzi na kile kimesikika ndani yako severally and more time, it builds in the mind. Hallelujah. Na inatengeneza the reality. So take it, speak. Ongea kuhusu ndoa. The words that are in the Bible. Utaondoka, utaenda, uone mtu alikuwa mbaya, amebadilika, amekuwa mtu mwingine. Hallelujah. Wewe kama umekuwa mtu ambaye umelemewa na kuacha dhambi, Bwana asifiwe. Hallelujah. Surround yourself with the scriptures that talks about sin. Amen. Enda kwa Biblia, chukua mistari inayosema wewe Bwana ni mwingi wa rehema na unakaanga kungojea mtu atubu ndio msamehe, and speak over and over and over and over until it builds up again. Amen. Why? Sababu umesikia kwamba siku hizi hakuna mtu anayeweza kuishi na utakatifu. Hakuna mtu anaweza kudumu bila kufanya dhambi. You have heard that. It is already there. And because there are people, agents who speak, the one that draws away faith, they are full. All over. Wengine wako kanisani, wengine wako nje, wengine wako kwa nyumba yenu, wengine wako reserve, and it is all over. Utaenda hata kwa matatu, makanga ni agent, anaongea, dereva na wale karibu na wao, hata utaenda ukuta wakovu wengine na wao pia wanaongea the same things wajela unasikiza. Hallelujah. Amen. Because you know, when you speak these words from the Bible and speak it over and over again and again, amen, it builds confidence, it drives away fear and brings in faith. Tumesoma by hearing and hearing the word of God. Na kama wewe mwenyewe, wewe ni mtu wa kushika neno, wewe ni mtu wa kushika neno, shika neno hilo, enda ukapractice, go and do it yourself in the bushes. Kama hauna nyumba hapo unaweza kufanya hizo vitu, go and do it. Ongea kimoyomoyo, nena, jifanye mlevi siku moja, pitia kwa ploti yako wewe, ukisema Jehova, yeye ni Mungu wangu, yeye ni mchungaji wangu, sitakosa chochote. That's a person who has been having trouble with money. He has problems with paying rents. Amen. The Lord is my shepherd, I shall never lack. Ongea kwa moyo wako, ongea kwa kutoa hiyo sauti, ndio uondoe ile maneno ya kusema kwamba haleluya. Amen. Haleluya. Kwamba kuna taabu, corona iliharibu biashara zote. Amen. Sema corona mimi haikuniguza. Sema mimi sijaguswa na corona. Amen. Na ni ukweli hatujaguswa. Umeona mtu mmoja kwa corona hapa? Mmesikia mshirika mmoja aligojeka corona akapona? Amen. Hallelujah. Those words are there in the Bible. How do I then surround myself with the problem? Nitawezaje kujizungushia maneno ya weaken my spirit? You know, when you speak negative things and when you keep hearing negative things, you weaken your spirit. And the weak spirit is a dying spirit. Amen. A spirit only needs to be weak to die. Haihitaji mambo mengi, inahitaji tu kuwa very weak. And for a spirit to be weak, it is only for the spirit to have no faith. Amen. Any spirit that does not have faith is a weak spirit and it's a dying spirit. Amen. Sasa lazima uwe tayari to surround yourself. Amen. Hallelujah. Amen. Umepewa huduma kwamba utanunua shamba, penda uangalie huko. Hata kwa Yeremia kuna mahali wameambia maneno ya kuandika title. Yeremia akaambiwa na uandikiwe title za hii mashamba. Endo usome hiyo mstari. Anza kuiongea. You become busy. And now I expect almost everyone awe na kitabu kidogo cha kuweka kwa mfuko ambacho kimejaa verses za strengthen faith in ourselves. Unaenda unaongea, ukisikia watu wameanza kelele kwa matatu, toa kitabu chako, soma kale kama mstari. Unajua watu wengi hawapendi kubeba Biblia, tena Biblia ni mzito. Amen. Hizi simu mko nazo these days,
One day nilikuwa naambia mama, kama Paulo angekuwa leo, nafikiri dunia ingekuwa overturned up and down, because we have all the facilities. Paul was getting on a ship, anatembelea meli miezi mitatu na ameenda kuhubiri. Na atahubiri siku ngapi? Alafu abembelezwe kukaa siku ngapi? And then siku ya tano anza safari ya kurudi. Na leo amen. Saa hii nikitaka kwenda kuhubiri Mombasa, I can go and be there some few hours from now, and I preach where? There 45 minutes ukiingia kwa ndege uko huko. Na uanze kuhubiri. Amen. These people did not have a Bible. What were they meditating about? They didn't have this. They had scrolls, and we had a scroll for Jeremiah alone. Usifikiri kwamba the Bible was collected and put together. No. Kulikuwa na scroll ya vitabu vitano vya Torati vya Musa. Hiyo ilikuwa moja. Kulikuwa na kitabu cha Isaia ni moja. Kulikuwa na ingine ya Yeremia ni moja, and they were expensive, and to get them was hard. Hallelujah. Amen. Somebody to have those books. Lazima uwe na library ambayo ni ya kuweka hizi vitu, unatoa moja unasoma, and then hawa watu zaidi ya yote they had no spirit of God. The spirit of God used to come. Anakuja yule mtu ambaye amejiachilia sana na amekubali sana kutembea na Mungu. Roho wa Bwana alikuwa anashuka juu yake kwa kiwango cha muda mfupi, alafu anaondoka, anaenda. Roho wa Bwana alikuja baada ya Yesu kwenda mbinguni. Wakati Yesu alikuja hapa, alisema nikienda nitamtuma Roho. Sio kama anayepeana na dunia, nitamtumia Roho Mtakatifu, naye ndiye atakuwa msaidizi wenu wa kuwafundisha na kuwakumbusha mambo yote. Haleluya. Bwana asifiwe. Are we together? Amen. Can I ask questions? Ndio naweza kuongea umeniangalia. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Sioni ni kwa nini siwezi kupokea muujiza. I can do that within a few hours from now. I can meditate through ipate ile kitu, because muujiza nilikwambia hakuna kitu kingine. Muujiza ni currency ya kununua nini? No, faith ni currency ya kununua nini? Muujiza. Amen. So when you have the currency, which I have shown you how to get it. How do you get that currency? It's by meditating on the word of God, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Very simple. Sisi wa Kristo tuko namna gani? Amen. Formula nyepesi sana. Hapo kuna mafundisho ya Pythagoras theorem. Hallelujah. Kuna very simple, very easy. Kitu kidogo sana. Meditate, get faith, miracles flow. Amen. Hallelujah. Sasa ninataka kuona kama umeanza kuona tumistari, utaanza kumeditate. Mwanze kuongea ndani. Hiyo ni kuombea. Because now I'm ready to pray for people. Hallelujah. Niko tayari sasa kuombea watu. Sina maneno mengi. Inua mkono mmoja. Sema Yesu. Yesu. Nipe kibali sasa. Cha kupokea imani. Kwa njia yako. Ili uliyosema. Sema amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji, ningependa kufahamisha na kukuelezea jinsi unavyoweza kufika katika kanisa letu. Kwa wale ambao wanatoka upande wa Nairobi, ukikuja na barabara ya Kiambu Nairobi Road ama Nairobi Kiambu Road, ukifika Kist mbele kidogo kama 1 kilomita utapata stage wanaita Rowe, na kuna barabara ya lami ambayo iko upande wa kulia. Ukiingia na hiyo barabara utafika Kirigiti Shopping Center ambapo kuna roundabout, na kutoka kwenye roundabout ile utachukua barabara ya Roiru Kamiti Road. Utaenda tu kama half a kilometer, alafu utaingia mkono wa kushoto kwenye stadium ya Kirigiti, mahali perimeter wall imefika mwisho na kuchukua kona. Ukiteremka utapata garage ambayo watu wamezoea kusema ni kwa John, na mbele yako utaona
mast ama booster ya Safaricom. Pale kwenye ile mast na booster ya Safaricom utajipinda upande wa kushoto na utaenda kama meters 200 na utapata kanisa letu likiwa upande wa kulia. Pia ningependa kukueleza vile ibada zetu za wiki huwa zinafuatana. Kuanzia Jumapili huwa tuko na ibada na ndio main service, na huanza saa 4 mpaka saa 7. Kutoka hapo tunaingia katika deliverance ambayo itaenda mpaka saa 9, na huwa tunakamilisha ibada ya siku ile. Tuko na ibada siku ya Jumanne ambayo ni Tuesday, ambapo ni ushirika, na ni ushirika pia uko na deliverance. Siku ya Alhamisi ama Thursday ni siku ambapo huwa tuko na huduma. Huduma ni wakati ambapo Roho wa Bwana ananena na mtu, na hiyo ndio siku ambapo watu huonana one on one na mchungaji. Na pia huwa tuna Bible study siku ya Wednesday ama siku ya Jumatano, huwa inaanzia saa 3 mpaka saa 5 kwa masaa mawili. Karibu sana katika ibada zetu za wiki, na Bwana akubariki. Tunakualika.